Hello, habari, karibu tena katika channel yetu ya DW Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Na leo tutaongelea namna ya kutengeneza chai asili kwa afya bora. Sasa wengi wamekuwa wakituuliza maswali mara kwa mara, je, ni chai gani asili ambayo niweze kutengeneza kwa ajili ya kurekebisha afya au kwa ajili ya kuwa na afya bora. Ndugu zangu, kila kitu hakikisha kwenye maisha yako mara nyingi vitu unavyovifanya viwe vina impact kwenye afya yako. Unapotumia kafeini, ndugu yangu, hauna impact. Unavyotumia ile majani ya chai hauna impact kwenye afya yako. Ndio maana wengi wamekuwa wakituuliza, je, ni chai gani asili kwa ajili ya afya bora? Sasa hivi tunakunywa vitu au tunatumia vitu kwa ajili ya faida ya afya ya miili zetu, na kutotu kufanya hivyo basi kutatusaidia kuondokana na hadha ya baadhi ya magonjwa, kwa sababu ukitengeneza chai asili ambayo inakuwa na viungo asili, basi itakusaidia kuondokana na changamoto mbalimbali. Sasa kaa hapo ili niweze kuelezea ni chai gani ya asili ambayo ni kwa ajili ya afya yetu bora. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuondokana ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Sasa nitataja kwa namna ya kuandaa, nitataja chai bora ambazo zimekuwa bora kwa ajili ya afya zetu, karibia kama 5 mpaka 6. Lakini chai ya kwanza ni tangawizi na asali. Hii imekuwa ni chai ambayo imekuwa bora na imekuwa ikiwa na impact kwenye afya ya mwili wetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii inatumika kwenye kitu ambacho tunaita ni kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula, mfumo wa usagaji wa chakula. Lakini pia kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuelezea faida kede za kutumia tangawizi. Faida zipo nyingi za kutumia tangawizi. Faida mojawapo ni kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Na ukiwa mfumo mmoja wa mmeng'enyaji wa chakula uko vizuri kabisa, itakusaidia kuweza kwanza kupata choo, kuondokana na magonjwa kama vidonda vya tumbo, acid reflux, lakini pia bawasiri. Ndio maana wengi wamekuwa wakiuliza, je, unatumiaje tangawizi kuondokana na bawasiri? Na maana bawasiri mara nyingi ni changamoto pia ambayo inasababishwa na mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula kuwa dhaifu. Mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula kuwa dhaifu utapelekea constipation, utapelekea kupata choo kigumu, ambayo sasa ikipelekea ukajikamua, basi itapelekea kinyama kutoka sehemu ya haja kubwa moja kwa moja, na hivyo unaweza kuwa unapata damu, maumivu makali na miwasho mikali. Kwa hiyo ni chai namba 1, mdalasini na tangawizi na asali. Chai ya pili, mdalasini na asali moja kwa moja. Asali inakuwepo kwa sababu asali ni kiungo moja kizuri sana ambacho kina vitamini na madini mengi ambayo kwa ajili ya kulinda mwili wetu. Mdalasini na asali ni kwa ajili ya uzito na kuchoma calories ndani ya miili yetu. Uzito na kuchoma calories ndani ya miili yetu. Hii ni chai ambayo imekuwa bora, ambayo ukitumia mara kwa mara itaweza kupunguzia uzito na kuweza kuchoma calories na kuweza kukuweka vizuri kiafya. Na pia chai nyingine inayofuata ni chai ya mlonge ambayo tunasema ni moringa tea. Na chai ya mlonge, wengi sasa wamekuwa hawajui sana hii chai ya mlonge inakuwaje. Tafuta unga wa mlonge, unga wa majani, mbegu za mlonge, hata na yale magamba yake, basi utakuwa unakoroga kwenye maji ya uvuguvugu, unakunywa asubuhi, mchana na jioni. Hii chai inasaidia nini? Kwanza, hii chai inaondoa sumu mwilini wale wanaofanya detox, lakini pia hii chai inakulinda juu ya shinikizo la juu la damu. Sasa hivi watu wengi wamekuwa ni pressure, kuzunguka na kugeuka, pressure. Ukifanya hivi ni pressure. Sasa hii chai imekuwa ni nzuri kwa ajili ya kukulinda wewe kuondokana na swala la pressure, lakini pia na kuondoa sumu mwilini. Lakini chai nyingine ni chai ambayo inakuwa na limao. Chai inakuwa na limao na asali. Kwenye video ambazo zimepita tumeelezea faida za limao na asali, limao na asali, ambayo maji ya limao na asali. Sasa ukishachanganya maji ya limao na asali
itakusaidia kutibu nini? Kwanza itakusaidia kuondokana na maumivu kwenye joints. Wale wenye uric acid wanaopata maumivu ya joints, maumivu ya mwili, yani mtu kila siku ni maumivu, mara anaumwa hapa, mara kichwa, mara nini. Yani maumivu ndani ya mwili wake hayakomi. Basi tumia hiyo chai ya mchanganyiko, chai ambayo inakuwa na mchanganyiko wa limao na asali. Lakini faida nyingine ya chai yenye mchanganyiko wa limao na moja kwa moja limao na asali ambayo utaitumia, basi inaondoa changamoto ya pressure. Kwa nini? Kuna potassium pale. Lakini kuvunja mawe kwenye figo. Kwa nini mawe kwenye figo? Ni kwa sababu ina asidi ya citric. Asidi ya citric inasaidia kuvunja mawe moja kwa moja, kuweza kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia faida nyingine ambayo iko hapa tutaelezea vizuri, kwa sababu kuna faida nyingi, ambayo sasa pia kuna faida hiyo ya kupunguza uzito moja kwa moja, ambayo sasa wengi wamekuwa wakifahamu kwamba tunapunguza uzito kwa kupitia nini? Tunapunguza uzito kupitia maji yenye mchanganyiko wa limao na asali. Kwa hiyo tengeneza chai yako ile, itaweza kukusaidia na kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia ni kwamba pia chai hiyo yenye limao pia na asali inasaidia, ina vitamini C, ambayo vitamini C inasaidia kuimarisha ile kinga ya mwili. Na maana kinga ya mwili ikiwa sawa, tutaweza kupambana na magonjwa mbalimbali, ambayo magonjwa hayo yamekuwa yakitutesa, yakitufanya sasa hivi hata hospitalini tuzoeleke. Yani kuna mtu akienda hospitalini ni sawa ameshazoeleka, shakuwa mwenyeji pale, yani ni kama nyumbani. Sasa hiyo ni hatari kwa afya yako ndugu yangu. Hakikisha unatumia hizi chai, zitaweza kusaidia kuondokana na changamoto hizo. Lakini chai nyingine ni chai ya mchaichai na asali. Chai ya mchaichai na asali ni nzuri kwa sababu inaleta usingizi na inaondoa stress, inaweka msawazisho sawa wa mwili na nafsi. Maana mchaichai, unajua hivi vitu pia wanavyovitumia kama tiba, tumia uwe mwingi kidogo, usitumie kama mazoea. Kama mchaichai kweli mchaichai, yani ukinywa unasikia kweli hapa kuna nini? Kuna mchaichai. Lakini sisi watu sikilizi hayo, watu nasikiliza sukari. Sukari bana, umebana, ongeza sukari baada ya kusikiliza kile kilichomo. Ndio maana ukitumia mchaichai kama tiba kwa ajili ya usingizi, kuondoa stress na kuweka msawazisho sawa wa mwili wako, basi hakikisha mchaichai kweli ni mchaichai mle. Yani ukinywa unasikia kweli chai. Ikiwezekana ukitoka pale kweli unakuwa unahisi ile mchaichai huko. Lakini mchaichai unasaidia nini? Kwanza kuondoa stress, kuleta msawazisho mzuri wa usingizi, mtu kuweza kupata usingizi. Lakini pia mchaichai ni dawa nzuri kwa ajili ya pressure. Kwa watu wenye pressure, basi ukitumia mchaichai na itakusaidia mara kwa mara kuondokana na changamoto hii ya pressure. Lakini mwisho, chai asili ya kuandaa chai yenye majani ya mpera. Hii ni chai kabisa nzuri, vijijini nadhani huwa wanatumia mpera. Sasa hii ni chai nzuri ambayo pia inaweza kusaidia na kuondokana na changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza, wale wanawake wanaopata maumivu ya hedhi. Unapata ukiwa kwenye zako unapata maumivu, chai tumia. Lakini kwa wale ambao hawapati siku zake, chai hii tumia, ni nzuri. Una UTI, una fungus, una PID, tumia hii chai. Na kwenye video ambazo zimepita tumeelezea PID kiundani, lakini na namna ya kuondokana na PID. Tumia hii chai, ni chai mjarabu na chai imekuwa ikisaidia watu kuondokana na changamoto hizo. Lakini pia kwa wale wenye kisukari, wenye pressure, basi pia hii chai ni nzuri kwa ajili ya afya zako, kwa afya yao. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya ngozi, wana chunusi ngozi, kwenye video ambazo zimepita tumeelezea namna ya kuondokana na chunusi. Lakini changamoto ya chunusi inaanzaje na inajitokeza vipi? Unachotakiwa kufanya ni kwamba hivi vitu vikishatokea ni kwamba majani yake ukichemsha ukanywa ni nzuri pia. Lakini kama una chunusi, basi tafuta yale majani yake, utaponda, basi utaweza kupakaa sehemu ambapo kuna chunusi na utakuwa umeweza kuondokana na chunusi. Basi tuambie hapo chini kwenye comment, je, wewe ni chai gani huwa unapendelea? Chai yako huwa unaiandaaje? Chai yako huwa inakuwa na vitu gani? Hii ni chai asili
ambayo haihitaji gharama. Unaweza kuiandaa ukiwa hapo nyumbani na kuweza kuondokana na changamoto za kiafya. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Kama una swali lolote, una changamoto yote imekuwa ikutesa, basi tuulize hapo kwenye comment na sisi tutaweza kukupa majibu moja kwa moja. Karibu na Mungu akubariki.